Mimi nilikuwa nataka umesema kwamba kuna mamlaka mbalimbali na kuna watu ambao hawana vibali lakini ndio wanakuwa wana shughuli, wana mashamba makubwa, na hao ndio wanaosababisha hii adha inatokea hata kama nyinyi mnafanya hiyo control. Sasa watu kama hawa mfanye operation zenu, mfano mkiwakamata, adhabu yake ni nini? Kwa sababu bado wapo na wanaendelea kuwepo, ina maana adhabu labda ambazo ziko labda ni ndogo. Maana hiyo ni kama wizi wa maji. Ni kweli. Tukizungumzia mto Ruvu na mto Wami, hasa mto Ruvu, kweli wapo ambao wanatumia maji kwa kutumia pampu, na tunapowakamata hatua za kisheria zinachukuliwa. Wanafungwa miaka 3 au kulipa fine. Na tunaendelea kuhamasisha wanajamii. Fine ni kiasi gani? Fine inategemea na kiwango cha maji ambacho amekichukua na uharibifu ameufanya. Mnajuaje kiwango cha maji alichokitumia? Kwa sababu mtu ana pampu yake binafsi. Na maji yanatiririka yale. Kiwango cha maji hesabu ya kupata kiwango cha maji ipo, kwa maana ya kujua kiwango cha bomba anachokitumia kuchukua pale mtoni. Unajua na capacity ya ile pump inaweza kumstart ya huwa zina volume pale. Kwa hiyo ni makadirio. Sisi tunasoma irrigation, tunajua ya mambo. Ramabi. Kwa hiyo labda niliweke wazi ni kwamba mto Ruvu una fluctuate, yani unapanda na kushuka kulingana na majira. Katika majira ya mwaka kuna kipindi kunakuwa na mvua kubwa sana ambazo naamini watu wengi wanashuhudia, na mito mingi inajaa maji. Kuna miaka ambayo inakuwa na mvua chache ambazo zinakuwa chini ya wastani, wakati mwingine juu ya wastani. Wakati wa nyuma mto huu ulikuwa na kawaida hiyo ya maji kwa kidogo, wakati mwingine maji yanakuwa mengi, lakini mahitaji ya maji yalikuwa yanategemewa kupitia mto Ruvu ilikuwa ni madogo. Kwa ile pinch ile watu kuona kwamba maji yamepungua ilikuwa sio rahisi, kwa sababu mahitaji yalikuwa ni madogo. Lakini kwa hii miaka ya karibuni mpaka hivi sasa tulivyo, kama nilivyokuambia, DAWASA wanahitaji lita 5,300 kwa sekunde. Wakati ule mto wakati mwingine kwa miaka ya 77, miaka ya 97 ule kupitisha lita 1,500. Kwa maana ilikuwa ni kipindi chenye maji kidogo sana. Hata mwaka 2020, mwaka 21-22 mto Ruvu ulifikisha lita 1,800. Kwa maana kiwango cha maji ambacho kinapita ni kidogo, na ni regime ya kawaida kwenye maeneo mengi ya mito sababu ya mvua kubadilika. Lakini imekuwa na, kwa mfano mwezi wa 12 ilikuwa lita 3,000 kwenye mto kwa sekunde aliyokuepo, lakini anayohitajika ni lita 5,300. Kwa hiyo kuna deficit. Kwa hiyo yawezekana kwa kupitia uhitaji kuwa mkubwa kwenye mto kwa sasa ukasababisha hata kama regime ni ya kawaida, lakini kawa inaendelea kutuumiza, ambacho maamuzi sahihi sasa ni kuhifadhi haya maji wakati wa masika, ambapo maji yanakuwa ni mengi, yakatuvusha sisi kwenye hivi vipindi ambavyo na ni practice ambayo inafanyika katika miji yote mikubwa, kuwa na mabwawa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba uhakika wa maji unapatikana kwenye kabisa. Maana mara chache sana tutasikia jiji la kama la New York au London limeishiwa maji. Ramabi, kuna swali tunataka kumuuliza engineer hapa. Moja kwa kipengele pia, yani kuna sema A na B. Kwanza nikija katika sera yenyewe ya maji mwaka 2002, marekebisho na sheria yenyewe mwaka 2009 imezungumzia juu ya swala la maji safi na salama kwa wananchi. Maeneo oevu kwa Kiswahili, na tumai atakuwa amenifahamu la wengine ambao wanategea sikio. Ni sehemu ambayo imekuwa changamoto kwao. Tuthibitishie hapo kwa kiasi gani umepambana. Hiyo sehemu ya kwanza. Lakini je, sheria inatekelezwa vipi dhidi ya viwanda ambao wamekuwa sehemu kubwa ya uchafuzi nje ya maeneo oevu ambako wananchi nao wamekuwa kivamia hayo maeneo? Nikiri kabisa kwamba maeneo oevu ni yale maeneo chepe yenye maji ambayo yako maeneo mbalimbali, hasa kwenye eneo letu tunalolisimamia. Tunachokifanya, tunalinda ule uoto wa asili, kwa sababu kuweka kitu mbadala na kilichokuwepo cha asili ni kusababisha ile uasili wake uweze kuondoka, ile chepe iweze kuondoka. Na chepe ndio inaitengeneza chemchemu, na ndiko sehemu ambako leo ukichimba kisima ukikuta maji, ni maeneo ambayo yanaitwa recharge zone. Mvua zinavonyesha kunakuwa na process kama mbili. Mvua zikinyesha, ardhi inapokea maji. Sasa ardhi inafyonza yale maji, ikishiba inaruhusu maji yatembee juu ya ardhi. Ndio unakuta kuna flow nyingi zinatokea wakati wa masika. Lakini kuna maji yanazama chini kabisa ambayo tunayakutana nayo kama tukichimba kisima maeneo yetu mbalimbali. Kwa hiyo kulinda uoto na zile chepe ni kuhakikisha kwamba kila eneo maji unayapata. Ukienda chini ya ardhi, wale wenye visima unapata maji, na hali kadhalika maji yaliyoko juu ya ardhi kwa kupitia chemchemu yanaendelea kutiririka. Lakini tunachokifanya kama taasisi, yale maeneo chepe ambayo yanatunza maji,
tunayahifadhi. Tunahifadhije? Ni kwa kupanda miti ambayo ni rafiki na maeneo hayo, halikadhalika kuzuia kabisa shughuli zote za kibinadamu zisifanyike. Na vinavyowavutia watu wengi ni kwa maana maeneo chepechepe yana fursa ya kulima kwa sababu huhangaiki kutafuta maji maeneo. Kwa hiyo watu wengi wanakuwa attracted kwenda. Waharibifu wa vyanzo vya maji ni sisi wenyewe. Na kwa mujibu wa sheria ni kwamba kila Mtanzania ana wajibu wa kulinda rasilimali hii ya maji. Kwa hiyo kama taasisi maeneo ya safu za milima Uluguru, tunachokifanya ni kuhakikisha uoto unakuwepo wa asili. Halikadhalika tunaweka kingo kwa maana beacons, shughuli za kibinadamu ziishie wapi ili ule uoto uendelee kubaki. Maji tunayotumia hivi leo ni mikakati ambayo ilifanyika kipindi cha nyuma, tumeyakuta, tunaamini tunatakiwa tuboreshe ili tuendelee kuwa nayo kwa kipindi chote. Yawezekana Dar es Salaam iko karibu na bahari, lakini hakuna maji rahisi kuyatumia kwa shughuli za kiuchumi na kimaendeleo kama maji yanayotoka kwenye mito. Kuchuja chumvi mpaka yawe maji safi yatumike, yanahitaji gharama kubwa, wakati Mungu kashaturahisishia, ameyachuja mwenyewe na yako tayari. Ni kuyahifadhi tu na tuyatumie kiutaratibu na tulinde yale maeneo ambayo yanatoa haya maji. Bwana kulikuwa kuna swala la Ramabira, viwanda na uchafuzi. Karibu asilimia maji, ukiangalia yale maji unayoyatumia wewe, asilimia 90 yale maji unayabadilisha katika kuwa maji safi na kuwa maji machafu. Eza utaoga, eza kama utafulia nguo, kwa unayabadilisha kutoka kwenye. Hali kadhalika na viwanda. Viwanda vingi vikiyafanyia process yale maji, wakati mwingine huwa yanalazimika kuyatupa. Kwa taasisi ambayo ni sisi wa Miruvu, tunatoa vibali vya utupaji maji taka, lakini ni lazima vikizi vigezo vya kutupa kwenye eneo letu la mazingira. Kwa hiyo tunatoa vibali na pia tunapambana na zile na viwanda vyote ambavyo vinatupa. System wanazo, lakini kuna wakati mwingine wana fluke, kwa maana ya ana uwezo wa kuchepusha, kwa sababu kuyatibu yale maji yafanikiwe kuyatupa kwenye mazingira yana gharama. Kwa hiyo wakati mwingine kuna wasio waaminifu wanafanya, lakini kama taasisi tunatoa vibali na tunakagua hivi viwanda vinavyotupa maji taka kuhakikisha kwamba yanafaa kutupa kwenye eneo letu la mazingira. Kuna eneo maalum umetenga kwa ajili ya maji hayo? Yes, kuna maeneo maalum kabisa, kwa maana yanatakiwa yaweke wapi? Hapana, lakini anatupa eza kwenye mto au anarudisha mto. Yes, anarudisha mto, lakini anakuwa ametibiwa. Yes, ametibiwa ambayo yanafaa tu kwa ajili ya shughuli zingine. Na tunawa insist sasa hivi kwamba unaweza kiwanda kimoja yale maji taka yake yanaweza kutumika kiwanda kingine. Kwa hiyo natumia fursa hii kupongeza serikali kwa kuwa na zile industrial zones ambazo sasa unakuta kiwanda kingine chenye kinahitaji cooling tu. Sasa haihitaji maji masafi sana. Kwa hiyo anahitaji tu kupoza mitambo, ambacho kwa kiwanda kingine ile ni waste. Kwa hiyo tukatoka kwenye kiwanda kimoja kienda kiwanda kingine. Kwa hiyo kuwa na hizi industrial zone, kwa mfano Kwala, tunaamini kabisa hizi practices zitafanyika na ule upotevu wa maji, matumizi, halikadhalika utupaji wa wale maji ambayo yanaweza kaathiri mazingira tukayapunguza. Na mimi nina swali. Ukiangalia bonde la Wamiruvu ni moja kati ya eneo ambalo mvua huwa zinanyesha kwa wingi sana, na ni eneo ambalo wakati mwingine linakabiliwa na mafuriko ya mara kwa mara. Mara nyingi ukiangalia ile Morogoro kuja hivi. Sasa nyinyi kama watu na inaweza ikaathiri pia mtu aidha kutanuka zaidi na kuleta madhara mengine. Kwanza mnakabiliana vipi ama mnafanya solution gani ili kukabiliana na mafuriko ambayo yanatokea mara kwa mara kila mwaka? Lakini pili, mabadiliko ya tabia nchi. Tunajua mabadiliko ya tabia nchi hapo. Nyinyi kama watu wa bonde la Wamiruvu, kwa namna gani mmejipanga kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo dunia imeyashuhudia yanaendelea kutokea, ili bonde sasa lisije likaathiri watu wa Dar es Salaam? Kwa sababu ukiangalia projection inaonyesha watu wa Dar es Salaam watazidi kuongezeka zaidi. Pwani na yenyewe inazidi kukua zaidi. Kwa hiyo population itakuwa kubwa kwa miaka 5 ijayo. Sasa kutokana na haya ambayo yanatokea, mmejipanga vipi kukabiliana na? Nashukuru kwa swali zuri. Ni kweli kama moja ya Tanzania ni moja ya nchi katika dunia, na mabadiliko ya tabia nchi yanatukumba, na tuko ndani ya nchi ambazo zinakumbwa na mabadiliko ya tabia nchi. Na mabadiliko ya tabia nchi inakuwa nini? Inakuwa kuna mvua nyingi sana au kunakuwa na ukame mrefu.
hizi ndio mabadiliko. Kunakuwa na joto kali, haya ndio mabadiliko ambayo yanatokea. Sasa kuwepo na ukame wa muda mrefu, tunategemea wadau wengi wataathirika ambao wanategemea maji. Kwa hiyo kukabiliana na ukame ni kuwa na mikakati ya ujenzi wa mabwawa. Hivi tunavyoongea tunategemea, tuna maeneo ambayo ni 5 ambayo tunategemea kuwa na ujenzi wa mabwawa. Bahati nzuri fedha tumepata kwa ajili ya kufanya usanifu wa kina ili kuanza kujenzi wa mabwawa. Kwa mfano kuna eneo la Mgeta nategemea kuwa na usanifu wa detailed design kwa ajili ya kwanza kujenga bwawa. Kuna eneo la Mvuha, kuna eneo la Kibungo. Halikadhalika pia maeneo ya Kidete ambayo yamekuwa na changamoto, Kilosa ambayo yamekuwa na changamoto ya mafuriko kila mwaka. Kwa hiyo tukihifadhi maji kwa kutumia mabwawa, tunategemea kwamba pakiwa na ukame mrefu basi tunakuwa na maji ya kutosha. Halikadhalika mabadiliko mengine ni kuwa na mvua kubwa ambazo zinakuwa zinateremsha maji mengi, ambayo pia kuwa na haya mabwawa ni njia mbadala pia ya kufanyaje, ya kupunguza zile athari ambazo kama bwawa lisingekuwepo yale maji yangetirika na yangekumba labda ni nyumba au mali za watu. Kwa hiyo kama taasisi mikakati hiyo tunayo, na tunashukuru serikali imeendelea kutoa fedha kuhakikisha kwamba tunakuwa na mabwawa ya kimkakati. Engineer, kawaida ujenzi wa bwawa moja unachukua muda gani kama bajeti yake tayari ipo? Inategemea pia na ukubwa wa bwawa. Kwa mfano mostly ni mwaka mmoja mpaka miwili bwawa linakuwa limekamilika, kama kila kitu kinakuwa kiko sawa sawa. Bonus. Nilikuwa na swali mawili. La kwanza ni kwa mwananchi wa kawaida ambaye analima katika eneo la bwawa la Ruvu Wami, anataka asibe maji bonde. Utaratibu wa kuomba vibali ukoje na gharama zake zikoje? Na masharti yake yakoje? Pengine nitaongeza lingine kushauri. Okay, nashukuru. Kwanza ni unajua wakati mwingine tukisema bonde mtu anaweza kana ana imagination fulani. Kiingereza inaitwa basin au catchment. Ni kubwa. Catchment area. Yaani kwa mfano eneo letu tunalosimamia ni kilomita za mraba 1067 ambazo hata Rwanda yenyewe inaweza kaa ni ndogo. Kwa hiyo ni eneo kubwa. Tunasimamia mikoa 6 na wilaya 27. Karibu jiji 631 tunasimamia. Kwa hiyo ni big. Hilo lote zote ziko kwenye bonde. Yes, ziko kwenye bonde ambalo tunasema ni la Wami Ruvu. Na hiyo ni sehemu tu katika mabonde 9 yaliyoko Tanzania bara. Hapo sasa umenistua. Tuendelee. Bado lakini kuna nani? Na ndani yake kwa mfano wadau wanategemea mto Wami, Mtibwa Sugar, kilimo chake cha miwa na kila kitu anachokitengeneza kupitia anatumia maji ya Wami. Kuna Bagamoyo Sugar anafanya naye hivyo. Kuna Mkulazi, kuna au majumuiya hizo za kilimo cha mpunga, kuna Mkindo. Kwa hiyo ni habu kubwa kabisa ambayo ni sio portion kadogo. Sasa kwenye maombi tunachokifanya ni kwamba tunajua kiwango cha maji kilichoko mtoni hivi sasa. Yeyote atakayeleta maombi tutaangalia kiwango cha maji kilichoko mtoni na tunampa. Maombi ni kila mwaka au unaweza unaposema maombi yanakuja kila mwaka? Wakati wote. Yaani sisi tunapokea wakati wote maombi. Hata leo mtu akiwa na shamba liko karibu na mto au ana access ya kupata maji mtoni, analeta maombi yake kwamba nahitaji kiasi fulani cha maji kwa ajili ya shughuli yangu hii. Sisi tunaangalia ule mto kulingana na wadau tulionao kwenye ule mto. Ni kama bomba la maji kwamba kuna yule pale, kuna huyu, je, maji yanabaki? Yakionekana yanabaki wake unakuwa eneo moja ambalo ndio linajumuisha kwa Wami Ruvu. Mto Ruvu umeanzia safu za milima Uluguru kwa maana eneo la Morogoro. Maji yake yanatiririka kule juu, yanatoka takriban mito 7 ambayo inaungana na inakuwa mto Ruvu mkuu mmoja. Kwa hiyo maji ya mto Ruvu ambayo yanaanzia safu za milima Uluguru, maji yale yakiteremka yanaingia mkoa wa Pwani na yanaingia Bagamoyo, na haya maji yanaingia baharini. Kwa hiyo hali kadhalika Wami ni mto ambao unaanzia safu za milima Chenene Dodoma, safu za milima Rubeho maeneo ya Gairo, safu za mlima Nguu eneo la Mvomero. Kwa hiyo huko kote kunakuwa na mtiririko ya maji ambayo inaungana pamoja na inatengeneza mto mkuu Wami ambao kama unaelekea Tanga ule mto unaopita
unaanzia safu za milima Uluguru. Kwa katika usimamizi Msata tu hapo hivi unashuka. Kwa katika usimamizi wa mito hii hali kadhalika maeneo wevu, mabwawa pamoja na maji yaliyoko chini ya ardhi yanasimamiwa na bodi ya maji la Wami Ruvu. Kwa sasa ndani ya bodi ya maji bonde la Wami Ruvu kuna wadau mbalimbali ambao wanayatumia haya maji, ikiwemo shughuli za kilimo, ikiwemo mamlaka za maji, ikiwemo DAWASA, ikiwemo MORUWASA, ikiwemo DUWASA na hali kadhalika na RUWASA wanategemea maji kupitia maeneo mengi yanayosimamiwa na bodi ya maji bonde la Wami Ruvu. Katika usimamizi wa hii mipaka ya bodi haijafuata mipaka ya kiutawala. Wakati mwingine ni mipaka ya mitiririko ya maji. Kwa hiyo yawezekana katika mkoa mmoja tukawa na zaidi ya mabonde mawili au matatu tunachangia ndani ya mkoa mmoja, lakini mitiririko yake ya maji haikutani. Kwa mfano kwa mkoa wa Morogoro, ukiingia maeneo ya Kilombero, Ifakara, yale maji yanaingia Mwalimu Nyerere, kwa hiyo ni mto Rufiji. Kwa hiyo sio eneo letu. Kwa hiyo tukiingia upande wa Dodoma kuna maji ambayo yanaingia kwenye bonde la kati, kuna mengine yanaenda Mtera, kwa kule sio usimamizi wetu. Lakini kwa yale maji ambayo yanatiririka yanaingia kwenye mto Wami, vyanzo vyote vile vya Wami na Ruvu sasa. Yes, vyote vinasimamiwa. Ile ni ya kwenu sisi. Na nyinyi Wami na Ruvu ndio inalisha Dar es Salaam. Wami na Ruvu ndio inailisha mikoa ya Dar es Salaam, Pwani na eneo la Dodoma. Sasa engineer, mimi swali langu liko pale pale. Tunakosaje maji na siku zote maji yanakuwa yanatiririka kutoka milimani? Ukweli ni kwamba katika mkoa wa Pwani na Dar es Salaam na Morogoro wanategemea mto Ruvu. Na mto Ruvu huu ili ujae na uwe na maji ya kutosha inategemeana na mvua zinazonyesha kwa msimu husika. Tunategemea kupata misimu miwili ya mvua. Msimu wa masika ambao tunao hivi sasa ambao unaanza mwezi wa 3 mpaka mwezi wa 5 wa 6 unakuwa umekamilika. Kwa hiyo kuanzia mwezi wa 7, mwezi wa 8 na mpaka inafika mwezi wa 10 ni matokeo ya mvua zilizonyesha wakati wa masika. Kwa hiyo ukiona maji yako mwezi wa 7, mwezi wa 8, fahamu kwamba ni maji ambayo yamehifadhiwa kwenye milima, yanatiririka kidogo kupitia chemchemu ambao sasa ndio unakuta maji yako kwenye mito. Sasa wakati wa kiangazi ndio kila mmoja anahitaji maji. Kwa hiyo sasa ukiangalia ikifika mwezi wa 9 na wa 10 unakuta kama huwa tunategemea kupata mvua za vuli kuanzia mwezi wa 10, wa 11 na wa 12, halikadhalika mwezi wa kwanza. Lakini panapokuwa na mabadiliko ya tabia ya nchi kwamba mvua hazipo au ziko chini ya wastani. Kwa hiyo mahitaji ya maji yanakuwa ni makubwa kuliko kiwango cha maji kilichoko mtoni. Sasa ngoja. Naam. Sasa mto Ruvu haukauki. Na haujawahi kukauka. Ila umewahi kupungua. Kwa mfano mwaka huu mwaka jana mwishoni mwezi wa 12 mto Ruvu ulipungua kiwango chake cha maji, ulifikisha lita 3,000 kwa sekunde. Wakati mahitaji ya DAWASA ni lita 5,300 kwa sekunde. Kwa hiyo ile deficit ya lita karibu 2,000 ilisababisha maeneo mengi na wadau mbalimbali wasipate maji yanayotosheleza, hasa kwa sababu ya kuchelewa au mvua kwa chini ya wastani, hasa zile mvua za vuli. Lakini wakati wa masika tuna maji mengi ya kutosha. Ndio hilo mimi engineer, umetembea nchi nyingi sana na katika masomo uliosoma unajua kabisa jinsi ya kuhifadhi maji. Tangu tumepata uhuru, kwa nini wakati wa kiangazi tunapata matatizo? Kwa nini hatuna reservoir za kutosha za kuhakikisha kwamba hata kipindi cha kiangazi yale maji yanaendelea kuwepo, kwa sababu si yanaendelea kutiririka? Na kwa sababu na ukipita hapa Ruvu unaona maji mengi sana yanapotea, yanaachwa tuende baharini. Ni kweli, ni swali zuri, na nitumie fursa hii kuishukuru na kuwa miongoni mwa kuipongeza serikali ya awamu ya 6 kwa maamuzi ya ujenzi wa bwawa la Kidunda. Kwa maana hili bwawa lilisanifiwa mwaka 1977, 1900 mpaka na 50 liliwahi kusanifiwa bwawa la Kidunda. Lilisanifiwa maeneo mbalimbali, lakini maamuzi ya ujenzi ulichelewa. Eza ni kutokana na fedha au na mambo mengine, lakini haya maamuzi yalikuwa yanatakiwa yameshafanyika muda mrefu sana. Kwa hiyo hii changamoto tunayoipata ilikuwa haitakiwi iwepo kabisa sasa, kwa sababu tulikuwa tunatumia maji ya mtoni moja kwa moja. Any fluctuation lazima impact ipatikane. Wakati tunahitaji kuwa na mabwawa ya kimkakati ambayo hivi sasa yameanza, halikadhalika
uhifadhi wa vyanzo vya maji na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kwa mikakati ya ujenzi wa bwawa la Kidunda, kwa mfano bwawa la Kidunda likikamilika, nina imani kabisa hatutakuwa na changamoto pia ya maji hasa kipindi hichi cha kiangazi. Sasa umesema Kidunda imesanifiwa miaka mingi sana iliyopita, na ilisanifiwa kwa ikitizama idadi ya watu walikuwa wanaishi Pwani na Dar es Salaam wakati ule. Kidunda ya miaka hiyo ya 70 ikija kujengwa 2025 haitaweza kuhudumia watu wakazi wa Dar es Salaam na Ruvu. Ina maana lazima mikakati mingine itizamwe. Nimesema ni kwamba idea na usanifu ulifanyika miaka hiyo ya 50 na 70, lakini wakati tunaanza kujenga hivi sasa tulipitia upya design iliyokuepo na kupata sasa kiwango sahihi ambacho tutapata maji ya kutosha. Kwa mfano, kutakuwa na uhifadhi wa lita karibu bilioni 190 ambazo tuna uhakika kwamba ina uwezo wa kusevu zaidi ya miezi 6 hata kama tutakuwa hatuna tone la maji kabisa. Na mbali na hivyo, kuna mikakati ambayo inaendelea kwa ajili ya kuhakikisha jiji la Dar es Salaam na maeneo ya Pwani yanapata maji. Upatikanaji wa maji kupitia bwawa la Mwalimu Nyerere baada ya uzalishaji eneo la kule chini, nafikiri usanifu huko umekamilika, yawezekana hiyo project ikaanza. Hali kadhalika uchimbaji wa visima virefu maeneo ya Kimbiji. Kwa hiyo haya yote ni njia mbadala za kuhakikisha kwamba changamoto ya maji kwa ajili ya Dar es Salaam na mikoa ya Pwani inaisha na ikiwezekana kukomeshwa kabisa, kwa sababu wakati wa masika tunakuwa na maji mengi ambayo yanakuwa na athari wakati mwingine. Lakini tunapoteza maji. Lakini tuna uhakika kwenye uwekezaji huu tunaoufanya ni wa kuyavuna haya maji. Na niseme ni kwa maana sasa hivi serikali imeamka, ni kwa hata eneo la Dodoma hivi tunavyoongea wanategemea maji yaliyoko chini ya ardhi eneo la Makutupora. Kwa hiyo yawezekana kama maamuzi hayajafanyika tukaingia kwenye crisis miaka ijayo, lakini kuna bwawa la Faruku ambalo sasa hivi liko mbioni kujengwa. Haya yote ni alternative kuhakikisha kwamba tusifikie vipindi kama hivi ambavyo vina changamoto ya mwenyewe. Unakuwa ukijitizama engineer kwamba unatoka katika nchi ambayo ina mito na mabonde mengi, lakini ukifungua bomba lako nyumbani maji hayatoki, unasikia aibu, sio? Ni kweli, kwa sababu ukikosa maji haimaanishi mimi kwangu yatakuwepo. Ni kweli kuna wakati mwingine unapatwa na jaziba na hasira kwa sababu maji hakuna, lakini maamuzi yaliyofanyika kwa hivi sasa yanatoa faraja. Inawezekana yamechelewa, lakini muda msahihi umeshafika na wananchi wawe na amani na maji yatapatikana. Mimi na swali kidogo. Ukiangalia hii bonde la Wami, Ruvu pale pia kuna watu wanafanya shughuli za kilimo. Lakini kitu ambacho huwa kinanishangaza, tukishaona tayari kuna changamoto ya maji imeanza kujitokeza, na kwa sababu mto umepungua kabisa, ndo pale unasikia sasa tunasitia sijui wale wanaolima labda wapunguze kiwango cha maji, ama sijui wanaofanya shughuli sijui ndio waondoke. Lakini mamlaka iko pale siku zote. Kwa nini tunasubiri mpaka tuone mto umepungua maji kiwango cha kusema kwamba sasa Dar es Salaam kuwe na mgao, ama maji watu washakosa maji karibia mwezi mzima, ndo tunaanza kuchukua hizo hatua sasa? Jamani, watu ambao mnafanya shughuli za kilimo sijui za nini kwenye bonde la mto Ruvu muanze kuondoka. Kwa nini mpaka itokee situation ndio nyinyi mnakuja na hayo maamuzi? Katika mto Ruvu kuna wadau mbalimbali wanaitumia maji, na hawa wadau wale waliojisajili na ambao wanatambulika na bodi, kwa sababu ni miongoni mwa wajibu wetu kuwapa vibali vya matumizi ya maji. Wale wote kulingana na trendi, tuna vituo ambavyo vinasoma mienendo ya maji. Hata hivi sasa tunavyoongea tunajua kiwango cha maji kilicho kwenye mito yetu. Kwa hiyo huwa tunatengeneza projection kulingana na kiwango cha mvua kilichonyesha mwaka huu. Kwa hiyo huwa tuna wallet wale watumiaji wakubwa wa maji ambao wamejisajili na wana vibali vya bonde, tunawaambia sasa mwaka huu msiwekeze kwa sababu kuna changamoto ya kutokuwepo na maji ya kutosha. Kwa hiyo ili tusiingie kwenye hasara, ili lisifanyike. Lakini kuna wenzetu, kwa sababu mtu unapita maporini, unapita sehemu mbalimbali, kuna wenzetu wale wenye pampu ambazo anaweka asubuhi, anaweka asubuhi, jioni akatoa. Yaani utakuta kilomita kadhaa unaona shamba libichi. Sasa wale watu wa namna hii ambao unakuta hawajasajiliwa, hawatambuliki, kwa wao ndio imekuwa ni moja ya maeneo yenye changamoto. Kiukweli ni kwamba toka kipindi hichi kianze kutokea, tumekuwa na mfumo wa utabiri wa hali ya maji kwa kila siku 10, kwa kila miezi mitatu.
Kwa hiyo tumekuwa tukiwala ati wadau wetu wote kwamba jamani, hali ya mto iko hivi, kwa naomba aina ya matumizi. Hata hizi mamlaka tunaambia jamani, mtu asitumie haya maji kumwagia garden kwa sababu maji yamekuwa ni kidogo, itumike alternative nyingine. Na sasa hivi bodi ya maji bonde la Miruvu tuna mitambo ya kuchimba visima. Kwa hiyo wadau wengi tumewapa alternative kuliko umwagilie garden kwa kutumia maji mazuri yamesafiri kilomita kadhaa kutoka Ruvu, basi unaweza kutumia maji ya kisima kwa ajili ya au maji ya mvua. Utatuelekeza jinsi gani kuna tupo mwaka wa mbele imewashika.